Msikilizaji, kama ambavyo tumekujuza kuhusiana na mashambulizi ya Marekani huko nchini Yemen, Tehran imelaani mashambulizi hayo mabaya kabisa ya Marekani dhidi ya Yemen, ikiyataja kuwa tishio kubwa kwa amani ya kanda na dunia kwa ujumla. Rais wa Marekani Donald Trump aliagiza hatua kali za kijeshi dhidi ya wanamgambo hao wa kundi la Houthi walioko huko nchini Yemen siku ya Jumamosi, akiwatuhumu kwa kuendesha kampeni isiyo na kikomo ya uharamia, ghasia na ugaidi dhidi ya meli, ndege pamoja na droni za Marekani na mataifa mengine. Kundi hilo linalojulikana rasmi kama harakati ya Ansar Allah limekuwa likidhibiti sehemu kubwa ya Yemen, ikiwemo mji mkuu wa Sanaa, tangu katikati ya miaka ya 2010. Iran ililaani vikali mashambulizi hayo, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, akiyataja kama ukiukaji wa wazi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa na akihimiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua. Katika taarifa yake siku ya Jumapili, msemaji huyo alisema kwamba mashambulizi hayo ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kanda na dunia kwa ujumla. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Yemen inayoendeshwa na waasi hao wa kundi la Houthi, mashambulizi hayo yamewaua angalau watu 53 na kujeruhi wengine karibu 100. Hata hivyo, athari kamili kwa kundi la Houthi haijabainika mara moja. Mshauri wa usalama wa taifa wa Trump, Mickey Waltz, alidai kuwa mashambulizi hayo yaliwalenga na kuangamiza viongozi kadhaa wa kundi la Houthi. Tishio la mashambulizi zaidi ya Marekani dhidi ya Yemen. Waltz alionya kuwa mashambulizi zaidi yataendelea dhidi ya Yemen, huku akisema kuwa malengo mbalimbali yako mezani, yakiwemo meli za Iran zinazoendesha shughuli katika pwani ya Yemen ambazo zinadaiwa kutoa taarifa za kijasusi kwa waasi wa Houthi. Lakini malengo mengine ni washauri wa kijeshi wa Iran walioko huko nchini Yemen, pamoja na miundombinu yoyote inayodaiwa kusaidia Houthi kushambulia uchumi wa dunia. Lakini hata hivyo, Tehran imekanusha mara kwa mara madai ya kuhusika katika shughuli za Houthi. Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, IRGC, alisisitiza msimamo huo siku ya Jumapili, akisema kuwa Iran haina nafasi yoyote katika kupanga sera za kitaifa au za kijeshi za kundi hilo la Yemen. Houthi walianzisha mashambulizi kadhaa dhidi ya meli za kimataifa mwishoni mwa mwaka 2023 kama sehemu ya kampeni yao ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina. Mbali na kushambulia meli zinazopita kwenye njia kuu za baharini, Houthi wamekuwa wakirusha makombora ya ballistic ya masafa marefu pamoja na drone kuelekea Israel, pamoja na kushambulia meli za kijeshi za mataifa ya Magharibi zilizoko katika eneo hilo kujaribu kuzuia mashambulizi yao. Marekani, Uingereza pamoja na Israel wameendelea kushambulia maeneo pamoja na miundombinu ya kijeshi ya Houthi huko nchini Yemen, lakini mashambulizi ya Houthi yanaendelea licha ya hayo. Kampeni yao ilisimamishwa kwa muda mnamo mwezi Januari baada ya Israel pamoja na kundi la wanamgambo wa Hamas kufikia makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano. Mashambulizi haya mapya ya anga ya Marekani yanakuja siku chache tu baada ya kundi hilo la Houthi kutangaza kuwa wataanza tena kushambulia meli zinazohusiana na Israeli zinazopita katika Bahari Nyekundu, Bahari ya Arabia, mlango wa Bab al-Mandab pamoja na Ghuba ya Aden. Kundi hilo lilitangaza rasmi kurejea kwa mashambulizi yao siku ya Jumanne baada ya muda walioipa Israel kuruhusu misaada kuingia Gaza kuisha bila hatua zozote kuchukuliwa. Hii ni Habari 24 Channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza basi kufanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea basi kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.